Niombe tusimame tusome somo la pili. Zaburi ya 38 ina mistari 22. Neno la Mungu linasema, Bwana, usinilaumu katika ghadhabu yako, wala usiniadhibu kwa ukali wa hasira yako. Kwa maana mishale yako imenichoma na mkono wako umenipata. Hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Jeraha zangu zinanuka, zimeoza kwa sababu ya upumbavu wangu. Nimepindika na kuinama sana, mchana kutwa nimekwenda nikihuzunika. Maana viuno vyangu vimejaa homa, wala hamna uzima katika mwili wangu. Nimedhoofika kwa kuchubuka sana, nimeugua kwa fadhaa ya moyo wangu. Bwana, haja zangu zote ziko mbele zako, kuugua kwangu hakukustirika kwako. Moyo wangu unapwitapwita, nguvu zangu zimeniacha, nuru ya macho yangu imeniondoka. Wanipendao na rafiki zangu wanasimama mbali na pigo langu. Naam, karibu zangu wamesimama mbali, nao wanautafuta uhai wangu hutega mitego. Nao wanaotaka kunidhulumu hunena mabaya na kufikiri hila mchana kutwa. Lakini kama kiziwi sisikii, nami ni kama bubu asiyefumbua kinywa chake. Naam, nimekuwa kama mtu asiyesikia, ambaye hamna hoja kinywani mwake. Kwa kuwa na kungoja wewe Bwana, wewe utajibu, Bwana Mungu wangu. Maana nalisema wasije wakanifurahia, mguu wangu ukiteleza, wajitukuza juu yangu. Kwa maana mimi ni karibu na kusita, na maumivu yangu yako mbele yangu daima. Kwa maana Bwana, nitaungama uovu wangu na kusikitika kwa dhambi zangu. Lakini adui zangu ni wazima wenye nguvu, nao wanaonichukia bure wamekuwa wengi. Naam, wakilipa mabaya kwa mema. Huwa adui zangu kwa kuwa nalifuata lililo jema. Wewe Bwana usiniache, Mungu wangu usijitenge nami. Ufanye haraka kunisaidia, Bwana wokovu wangu. Asante, ewe Mungu.
Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema, ni mwaminifu sana juu ya maisha yetu. Na Mungu wetu na Baba yetu, umetupatia siku hii ya leo na asubuhi njema, ili kwamba Mungu wa mbinguni tuwemo hekaluni mwako kwa ajili ya kukuabudu wewe, kukutukuza na kukusikiliza wewe kwa njia ya neno. Na hata Mungu wa mbinguni, sasa mtumishi wako anapokwenda kusimama kwa ajili ya neno, na mleta mikononi mwako na kuomba kwa ajili yake kwamba Bwana ukapate kuwa pamoja naye, kama vile Mungu wetu na Baba yetu ulivyokwisha kumwandaa, ndivyo Mungu wetu na Baba yetu utakavyokwenda kumtumia. Naomba Mungu wa mbinguni kwa ajili ya kila mmoja wetu Bwana, umetuleta kutoka nyumbani, kila mmoja Bwana kutuleta mahali hapa, ili kwamba Mungu wa mbinguni tukusikilize wewe kupitia katika kinywa cha mtumishi wako. Naomba Mungu wa mbinguni kwamba Bwana ukapate kutufundisha, kutuongoza na kutuelekeza, ili neno lako Mungu wa mbinguni likapate kutufaa katika mioyo yetu na katika maisha yetu Bwana. Neno lako Mungu wa mbinguni ni nyundo, neno lako ambalo Mungu wa mbinguni ni upanga, neno lako ambalo Mungu wetu na Baba yetu ni tamu sana kinywani mwetu. Tunaomba Mungu wa mbinguni kwamba Bwana ukapate kutubariki na kutusaidia na kutuongoza. Ninalitukuza na kulihimidi jina lako Bwana, nikiomba na kuamini ni katika Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Amen. Amina. Tuketi. Mwezi huu wa kwanza ni mwezi wa shukurani. Wiki iliyopita tarehe 4 tulimshukuru Mungu wetu wa mbinguni na kujifunza katika Zaburi ya 30 hadi 35 ni namna gani tuna maana ya kumshukuru Mungu. Leo hii Zaburi ya 36 hadi Zaburi ya 40 inatuonesha sababu za kumshukuru Mungu. Mungu akitujalia juma lijalo, sasa tutaangalia njia za kumshukuru Mungu, Zaburi ya 41 hadi Zaburi ya 45. Na mimi ninatoa ushauri sasa kwa wale wa idara ya watoto na elimu ya Kikristo, ikiwa ni pamoja na walimu wa Sunday school au wa watoto wetu hawa, kuanza kuwasaidia kukariri hizo Zaburi ya 41 hadi 45, kwa sababu ndiyo tutakuwa nayo juma lijalo. Ile Jumapili ya tarehe 25 Baba Askofu Filipo Mafuja wanapomshukuru Mungu familia kwa ajili ya yale aliyowatendea, tutaanza kujifunza somo kuhusu mitume wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa bado tuna juma moja tu ambalo tunahitaji kumshukuru Mungu. Ndugu zangu, tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni. Tuliangalia wiki iliyopita maana ya kumshukuru Mungu ni kumwambia asante kwa matendo yake. Tumemwambia Mungu asante. Makongoro kwaya waliimba hapa, kwa aliyoyatenda, kwa anayoyatenda na atakayofanya nini? Yatenda. Familia ya somo yangu hapa wametuambia Mungu alivyowatendea. John ametuambia hapa Mungu aliyomtendea. Na hizi familia za watu wote hapa wametuambia Mungu aliyowatendea. Yanaweza kuwa kwetu sio mazuri sana, lakini kwa Mungu ni mapenzi yake. Na kwa sababu hiyo tunahimizwa kila mara kuendelea kumshukuru Mungu wakati wote. Familia hii wamesoma Thesalonike ya kwanza sura ya 5 mstari wa 18, ambayo ndiyo ya muhimu sana. Mungu ametuagiza tumshukuru kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya nani? Ya Mungu. Lolote lile, shukuru Mungu kwa vile ambavyo ametenda katika maisha yako na katika maisha yetu. Sasa nilisoma Zaburi ya 36, tumesoma Zaburi ya 37 somo la kwanza, na Zaburi ya 38 somo letu la pili. Nahitaji tupokezane Zaburi ya 39.
Taanza kusoma mstari wa kwanza na ninyi mtasoma mstari wa pili na mimi nitamalizia mstari wa 13. Kwa tutapokezana mstari wa kwanza, wa pili, mstari wa tatu, wa nne, mstari wa tano, wa sita katika Zaburi ya 39. Zaburi ya 39. Ninyi mtasoma mstari wa pili, mstari wa nne, mstari wa sita, mstari wa nane, mstari wa 10, mstari wa 12. Na mimi nitasoma ile mistari inayotangulia. Nalisema nitazitunza njia zangu, nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Nitajitia lijamu kinywani, maadamu mtu mbaya yupo mbele yangu. Moyo wangu ukawa moto ndani yangu, na katika kuwaza kwangu moto ukawaka. Nalisema kwa ulimi wangu, tazama, umefanya siku zangu kuwa kama mashubiri, maisha yangu ni kama si kitu mbele zako. Kila mwanadamu ingawa amestawi ni ubatili. Je, sasa ninangoja nini, e Bwana? Matumaini yangu ni kwako. Nimenyamaza, sitafumbua kinywa changu, maana wewe ndiwe uliyenifanya. Ukimrudi mtu kwa kumkemea kwa uovu wake, watowesha uzuri wake kama nondo. Kila mwanadamu ni ubatili. Uniachilie nikunjuke uso, kabla sijaondoka nisiwepo tena. Tunapotazama sababu za kumshukuru Mungu, nahitaji tuangalie katika Zaburi ya 36 hadi Zaburi ya 40 sababu 7 za kumshukuru Mungu. Kwa nini tunamshukuru Mungu? Tunazo sababu 7. Sababu ya kwanza inapatikana katika Biblia nzima, lakini imeandikwa katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Kwa nini nimshukuru Mungu? Kwa nini tunamshukuru Mungu? Mwandishi wa kitabu cha Waebrania ameandika vizuri katika sura ya 11 na mstari wa 6. Hii ni sababu ambayo tangu Mwanzo sura ya 1 hadi Ufunuo sura ya 21 inaeleza ni kwa namna gani sisi tunaweza tukamshukuru Mungu. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 amesema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sababu ya kwanza ni kwa sababu Mungu yupo. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yupo. Waimba Zaburi wote waliamini kuwa Mungu yupo, na kwa sababu Mungu yupo walimwendea kumshukuru
kumwimbia, kumwabudu, kumsifu, kumtukuza kwa yale ambayo alikuwa ameyatenda. Sasa Zaburi ya 36 inatupatia sababu ya pili. Kwa nini tunamshukuru Mungu? Zaburi ya 36 inatupatia sababu ya pili. Mstari wa 5 na mstari wa 10. Haki yako ni kama milima ya Mungu, hukumu zako ni vilindi vikuu. Anasema Bwana, fadhili zako zafika hata mbinguni, uaminifu wako hata mawinguni. Mstari wa 10. Uwadumishie wakujuao fadhili zako, na wanyofu wa moyo uaminifu wako. Sababu ya pili, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Mungu ni mwaminifu. Yeye yupo, lakini pia Mungu ni mwaminifu. Na kwa sababu hiyo tunapomshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Zaburi ya 37 inatupatia sababu ya 3 na ya 4. Sababu ya 3 imeandikwa katika mstari wa 25. Zaburi 37 mstari wa 25 tunapata sababu yetu nyingine hapa. Nalikuwa kijana, nami sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Nalikuwa kijana, nami sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Wanaoweza wakasema maneno haya ni akina Mzee Sembe pamoja na Mama Mbata na wengine ambao umri wao umeenda, na sisi tunamalizia ya kwamba hawa walikuwa vijana na wamekuwa wazee, wanashuhudia ukarimu wa Mungu. Kwa sababu ya 3 ya kumshukuru Mungu, kwa sababu ya ukarimu wake. Mungu mkarimu, anatufanyia kwa sababu ya ukarimu wake. Mstari wa 39 unatupatia sababu ya 4. Mstari wa 39. Na wokovu wa wenye haki una Bwana, yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Kwa nini tunamshukuru Mungu? Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ulinzi wake. Mungu ni ngome, ni boma ambalo anatuzingira, anatuzunguka. Na kwa sababu hiyo tunapomshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ulinzi wake ambao anaufanya katika maisha yetu. Mungu yupo, Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mkarimu, lakini pia vile vile Mungu ni mlinzi. Zaburi ya 38 inatupatia sababu ya 5 ya kumshukuru Mungu, na hii inapatikana katika mstari wa 9. Bwana, haja zangu zote ziko mbele zako, kuugua kwangu hakukusitirika kwako. Bwana, haja zangu zote ziko mbele zako, kuugua kwangu hakukusitirika kwako. Ufahamu wa Mungu. Mungu anafahamu mambo yetu yote. Haja zetu zote zinajulikana kwa Mungu. Taabu zetu zote zinajulikana kwa Mungu. Na kwa sababu hiyo tunapomshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu kwa sababu anajua mambo yetu yote.
Sababu ya 6 inapatikana Zaburi ya 39 na ule mstari wa 12. Zaburi ya 39 na ule mstari wa 12. Ee Bwana, usikie maombi yangu, utege sikio lako niliapo, usiyanyamalie machozi yangu, kwa maana mimi ni mgeni wako, msafiri kama baba zangu wote. Uyasikie maombi yangu, utege sikio lako niliapo, usiyanyamalie machozi yangu. Bwana ni msikivu. Tunamshukuru Bwana, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya usikivu wake. Mungu anasikia maombi yetu na anajibu. Mungu anasikia na kukutana na haja zetu na kutujibu kila mmoja kulingana na haja alizo nazo. Na Mungu wetu ni msikivu makini, anasikia, anatusikiliza, anatusikia. Na sababu ya mwisho ya kumshukuru Mungu katika Zaburi ya 40 mstari wa 5, ameeleza sababu ya 7 ya kumshukuru Mungu wetu. Zaburi ya 40 na ule mstari wa 5 anasema, E Bwana Mungu wangu, umefanya kwa wingi miujiza yako na mawazo yako kwetu. Hakuna awezaye kufananishwa nawe. Kama ningependa kuyatangaza na kuyahubiri, ni mengi sana, hayahesabiki. Ee Bwana Mungu wangu, umefanya kwa wingi miujiza yako na mawazo yako kwetu. Hakuna awezaye kufananishwa nawe. Kama ningependa kuyatangaza na kuyahubiri, ni mengi sana, hayahesabiki. Ndio maana nimeshangaa praise kuwa na kawimbo kamoja tu, tena kanaimbwa kwa njia hiyo, na ni nafasi yao ya mwisho kumsifu Mungu sasa hivi kwa leo hapa. Kwa hiyo Mungu, ndugu zangu, sababu ya 7 tunamshukuru Mungu kwa sababu ya uweza wake. Uweza wake, kazi anazozifanya, matendo anayoyafanya ni kwa sababu yamo katika uweza wake. Anayaweza haya, yale ambayo sisi hatuyawezi, Mungu anayaweza. Namna gani Mungu wetu anatutendea sisi katika maisha yetu? Kwa sentensi moja, ujumbe wangu wa siku hii ya leo, kwa nini tunamshukuru Mungu? Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya uwepo wake, kwa sababu ya uaminifu wake, kwa sababu ya ukarimu wake, kwa sababu ya ulinzi wake, kwa sababu ya ufahamu wake, kwa sababu ya usikivu wake, na kwa sababu ya uweza wake. Unapoendelea kuishi mwezi huu wa kwanza kama Mungu wetu anavyokujalia kuishi, usiwe mchoyo wa kumshukuru Mungu. Huwa ninawasikia wanaotoa shukurani katika misiba au katika mambo mbalimbali, wanasema nisiwe mchoyo wa fadhila kuacha kuwashukuru hawa. Hebu mshukuru Mungu kwa yale ambayo amekutendea katika maisha yako. Mungu yupo mahali pote. Uaminifu wa Mungu ni kwa kila mmoja. Mungu ni mkarimu kwa yeyote yule. Mungu anafahamu mambo yetu yote. Anatulinda sisi sote. Lakini Mungu anasikiliza maombi yetu, na huyu Mungu anaweza mambo yote katika maisha yetu. Unapokuja mbele za Bwana Mungu wetu wa mbinguni siku hii ya leo,
sadaka yako, zaka yako, shukurani yako. Ionyeshe namna gani unaweza ukamshukuru Mungu kwa yale aliyokutendea katika maisha yetu. Niwakaribishe wale walio na shukurani zao. Mungu amewatendea mambo makubwa. Njooni mbele za Mungu wetu kupata nafasi hiyo ya kumshukuru Mungu, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa yale ambayo amewatendea. Shukuru Mungu wetu wa mbinguni. Tuna Jumapili ijayo tarehe 18. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa nafasi ya mwisho. Tarehe 25 Askofu Mafuja pamoja na familia watamshukuru Mungu kwa yale ambayo waliwatendea, na wale wengine tutaendelea kumshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa nafasi tofauti tofauti. Kwa nini tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni? Tunamshukuru kwa sababu yupo. Tunamshukuru Mungu kwa yale ambayo ametutendea katika maisha yetu, na kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Tutaimba wimbo namba 31, Mwokozi baraka zako, wapendwa wetu hawa wanapomshukuru Mungu wetu. Karibu tuongoze kwa wimbo huo. Mwokozi baraka zako zipote duniani, nami nazipenda sana, unipe mimi Mwokozi. Haya ni maombi yetu. Tunamuomba Bwana Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya baraka alizotujalia. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tushiriki wimbo namba 31 katika sifa. Mwokozi baraka zako zipote duniani, nami nazipenda sana, nipe mimi Mwokozi. Baraka
Baba yetu mpendwa, asante kwa baraka zako. Nakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya watoto wako hawa ambao umeweka katika mioyo yao shauku ya kukushukuru wewe. Asante kwa mikono walioinyoosha, na mikono iliyofanya kazi, na vile ambavyo Mungu wetu wa mbinguni umewajalia neema yako Bwana. Asante kwa ajili ya uwepo wako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya ukarimu na ulinzi wako. Asante kwa ajili ya ufahamu na usikivu wako. Na asante kwa ajili ya uweza wako, e Bwana, kuyatenda haya yote unayotutendea sisi. Tunaliinua na kulihimidi jina lako. Asante kwa ajili ya zaka, asante kwa ajili ya shukurani. Asante kwa ajili ya sadaka ambazo watoto wako watakutolea wewe. Na Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya kazi ya Rwanda. Asante kwa ajili ya huduma kwa watumishi wako, na hata asante utakavyotuandaa kutoa sadaka zetu kwa ajili ya Inland Red TV. Endelea kunyoosha mkono wako, e Bwana, kutuongoza na kutusaidia, ili tunapoyafanya haya tukayafanye kwa utukufu wako. Na sasa ninakuomba wabariki watoto wako hawa katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Mungu awabariki sana.